inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tulikuja duniani tu uchi, tutaondoka tu uchi. Mnaolinda vyeo, tutaondoka tu uchi. Utaondoka ukiwa umezikwa kwenye kaburi bila hata jeneza, ukiwa umezikwa na sanda peke yake. Una faida gani? Utapata faida gani? Itakufaidia nini kulinda cheo chako kwa kuwafunga watu, kuwateka watu, kuwaumiza watu ambao ni watu wa Mungu? Itakusaidia nini? Utatoa hesabu. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Nikujulishe Mheshimiwa Rais, tusilinde vyeo kiwango cha kukubali watu wauawe, watu watekwe na kufumbia macho hivyo na kumuona yeyote anayepigia kelele hivyo ni adui. Hapana, tusilinde vyeo kiwango hicho, kwa sababu kila nafsi itasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoa hesabu. Narudia tena, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama sisi tunawapigia kelele utu na haki, tutapotezwa kwa sababu ya kile mnachokiita kwamba hamtafumbia macho yeyote anayevuruga amani ya nchi. Ila sisi, yani nyie mnalinda utu kwa kuwaona watekaji na kunyamaza kimya. Nyie ndo mnalinda utu. Kumbe utu haulindwi hivyo. Nyie mnatafsiri utekaji, kuona utekaji na kunyamaza kimya, mnalinda utu. Kuona mauaji na kunyamaza kimya, mnalinda utu. Kuona utekaji na kutokuchukua yote, mnalinda utu. Mtu akipiga kelele jambo lolote, tumeshuhudia kwenye hii miaka yako ya kuongoza, tumeshuhudia watu wananyang'anya viwanja, wawekezaji wananyang'anya viwanja maeneo mbalimbali, Mbeya, sio Kilosa, wapi, maeneo mengi, Kia kule Arusha, ni maeneo mengi. Watu wamenyang'anya viwanja, watu wamelia, Lazaba huko wapi, watu wamelia. Wamelia hiki kipindi, wamelia wa viwanja, wamelia wa utekaji, wamelia. Lakini ninyi mnasema kwamba mnalinda amani ya nchi. Inna lillahi, inna lillahi, inna lillahi wa inna ilaihi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tulikuja duniani tu uchi, tutaondoka tu uchi. Mnaolinda vyeo, tutaondoka tu uchi. Utaondoka ukiwa umezikwa kwenye kaburi bila hata jeneza, ukiwa umezikwa na sanda peke yake. Una faida gani? Utapata faida gani? Itakufaidia nini kulinda cheo chako kwa kuwafunga watu, kuwateka watu, kuwaumiza watu ambao ni watu wa Mungu? Itakusaidia nini? Utatoa hesabu. Utatoa hesabu yeyote, IGP yeyote, kiongozi yeyote, waziri yeyote, mkuu wa mkoa yeyote, mbunge yeyote, rais yeyote unayehusika na utekaji huu, unayehusika na uonevu huu, ambao kila kiongozi wa dini akipiga kelele haraka sana mnakimbilia kusema na haribu amani ya nchi. Yeyote unayehusika, na kuhakikishia utatoa hesabu ya utekaji huo, ya mauaji hayo, ya uonevu huo mbele ya Mwenyezi Mungu. Utatoa hesabu, iwe unaamini iwe uamini. Mimi mjumbe huyo Mungu nasema utatoa hesabu. Tusilinde vyeo kwa staili kama hiyo. Namna ya kipekee nataka niwashukuru viongozi wa dini nchini kwa kuendelea kuwa walinzi imara wa amani yetu. Nchi yetu imeendelea kuwa yenye umoja na mshikamano kwa sababu viongozi wetu wa dini wanajiepusha na mahubiri yenye uchochezi na kuleta vifarakano. Nawasihi sana viongozi wetu wa dini, tushikilie msimamo wa imani, udhibiti wa nafsi zetu na wajibu wetu katika kuikuza na kuitunza amani yetu nchini. Serikali kwa upande wake tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabudu na kuhubiri dini. Yote atakayetovuka tutashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kutokushughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 mstari 17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Hii ni misingi ya dini. Hii nasoma ni Biblia takatifu, ni misingi ya dini. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 mstari wa 17. Andiko yanataka tujifunze kutenda mema, ni misingi ya dini. Lakini pia takeni hukumu na haki. Tutake hukumu na haki, tutake haki. Haki tuwe tunaitaka, ni misingi ya dini. Wasaidieni walioonewa, tuwasaidie walioonewa, ni misingi ya dini. Patieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Hoja ni msaidieni au wasaidieni walioonewa. Anayewaonea ni nani?
Tunapoanza mgogoro ni hapa ambapo huyu anayewaonea ni kiongozi wa kisiasa, au huyu anayetengeneza mfumo wa kuwaonea watu ni kiongozi wa kisiasa. Halafu tunavyomtetea aliyeonewa, tunavyofuata misingi ya kidini. Sasa kufuata misingi ya kidini, na ungejua Mheshimiwa Rais, mtu anayeweza akafuata misingi ya kidini, nyie ndio mtamuita adui yenu. Iwapi njia iliyo njema? Hii ndiyo njia iliyo njema, yaani usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Ya dini inayotambuliwa na wanasiasa mithili ya Rais Samia ni dini iliyoletwa na wazungu kwa lengo la walaza wa Afrika akili na kuwafanya watawaliwe kirahisi, au ni dini ambayo ni dini kabisa tunayoisoma kwenye vitabu vya dini? Kwa sababu Mheshimiwa Rais umewataka viongozi wa dini au wa kiroho waendelee kusisitiza au kutumia madhabahu zao kwa ajili ya kuhimiza vitu vya kiroho na maadili kuendana na misingi ya dini zao. Lakini hii misingi ya dini zao unayozungumzia waendane na misingi ya dini zao, ni misingi ipi? Je, dini zina misingi ipi? Kirudi kwa mfano kwenye Ukristo una misingi ipi? Nikupe mfano huu Mheshimiwa Rais na usoma kwenye maandiko katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 mstari 17. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, patieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Hii ni misingi ya dini. Hii inasoma ni Biblia takatifu, ni misingi ya dini. Kitabu cha Nabii Isaya sura ya 1 mstari wa 17. Maandiko yanataka tujifunze kutenda mema, ni misingi ya dini. Lakini pia takeni hukumu na haki, tutake hukumu na haki, tutake haki tuwe tunaitaka, ni misingi ya dini. Wasaidieni walioonewa, tuwasaidie walioonewa, ni misingi ya dini. Patieni yatima haki yake, mteteni mjane. Hoja ni msaidieni au wasaidieni walioonewa. Anayewaonea ni nani? Tunapoanza mgogoro ni hapa ambapo huyu anayewaonea ni kiongozi wa kisiasa, au huyu anayetengeneza mfumo wa kuwaonea watu ni kiongozi wa kisiasa. Halafu tunavyomtetea aliyeonewa, tunavyofuata misingi ya kidini. Sasa kufuata misingi ya kidini, na ungejua Mheshimiwa Rais, mtu anayeweza akafuata misingi ya kidini, nyie ndio mtamuita adui yenu, au mtamuita anafarakana na nyie, kwa sababu anayefuata misingi ya kidini. Watu wa Mungu walikuwa ni watu ambao kazi yao ni kupiga kelele juu ya dhuluma na uonevu wa aina yoyote unaoendelea kwenye jamii. Kwa hiyo kiongozi wa dini anaweza kawa anafuata misingi ya kidini, nyie ndio mnamuita anavuruga amani ya nchi, anahubiri mahubiri ya mafarakano, anaita mafarakano katika nchi. Kumbe hapana. Ukisomee Wafalme wa kwanza 18 mstari 17. Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe mtaabishaji wa Israeli? Ni wewe mtaabishaji wa Israeli? Naye akajibu, Eliya akajibu, si mimi niliyewatabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata Mabaali. Kuwafuata Mabaali ni nini? Mmeacha kutenda haki, kwa sababu amri za Mungu, maadili ya kidini ni watu waishi kwa haki, waishi kwa utu, waishi kwa mshikamano, waishi kwa mtu asimtendee baya mwingine. Ndio maana mimi nakuhakikishia Mheshimiwa Rais, kama wewe yote wanayotendea watu, iwe ni utekaji, iwe ni mauaji, yale mambo ungetendewa wewe, ungeona sio sawa. Lakini kwa sababu tu tunaolalamika ni raia, tunaolalamika ndio tunaonekana ni viongozi wa dini, sema wale wanafuata maadili ya dini. Maadili ya dini yanasema hivi, lile usilotaka kutendewa wewe usimtendee mwingine. Na ni vema wewe unafahamu kwamba Mheshimiwa Rais, hadi wewe ni muumini wa dini, wewe ni muumini wa dini. Kwa hiyo wewe ulitakiwa pia wewe unafuata, wewe unajua kuwa wewe ni mshirika, ni muumini
Sijajua kama huyo shehe ambaye unaenda kuswali kwake huwa anakufundisha maadili ya dini, lakini maadili ya dini naamini hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutaka aweko mtu anayemuona mwenzake anaumia naye ananyamaza. Hapana, siamini kama dini niyo. Mimi sijui Qur'an, siyasoma Qur'an, ila siamini kama dini ni kuwaona wanaotekwa, kuwaona wanaouawa, kuona vitu ambavyo si watu wanapigia kelele tume huru ya uchaguzi, si watu wanapigia kelele reform, si wanapigia kelele katiba. Siamini kama dini inatufundisha tupuuze maoni ya watu au tupuuze malalamiko ya watu, na wale watu tuwaweke kwenye kundi la wachochezi au wanaofarakanisha nchi, na wale watu tuwaweke magerezani au tuwafunge kwa sababu tu wamepigia kelele baadhi ya vitu ambavyo haviko sawa kwenye nchi. Sasa hapa wakati mfalme anamuona Elia, mtu wa Mungu aliyeshika misingi ya dini, anamuona kama ni mtu anayeitabisha Israeli. Huyu mtu wa Mungu alikuwa anasema, unaitabisha Israeli ni wewe na nyumba ya babako, kwa sababu ninyi mmeziacha njia za Bwana. Kwa hiyo tungenyoka kwenye ule ukweli. Wanaovuruga amani ya nchi ni viongozi wa serikali, kwa sababu wameacha kutenda haki kwa wananchi. Tungenyoka kwenye ule ukweli, kwa sababu nishakwambia, huwezi ukasema tuna amani au huwezi ukasema nchi yetu imetunzwa katika misingi ya amani. Sio kweli. Nchi yetu imetunzwa katika misingi ya utulivu. Watanzania tumejifunza kuwa ni watu ambao hatuchukui hatua za papo kwa papo, ni wavumilivu sana. Tunavumilia mengi yanayokuwa yanaendelea. Watu wanatekwa, watu wanauawa, tunavumilia. Hata baadhi ya watu wakijaribu kuandamana, lakini bado hawawezi wakaenda siyo kuanza kuchoma maduka, siyo wanaandamana maandamano tu ya amani, watabeba mabango yao. Lakini Tanzania tumefunzwa kuwa ni watu wavumilivu, ni miongoni mwa jamii yenye ustahimilivu mkubwa. Kweli ni kwamba hapa tulipo kuna uozo wa kila aina ndani ya serikali ambao Mheshimiwa Rais ulitakiwa ushughulikie. Ungeushughulikia, usingemuona kiongozi wa dini yeyote ambaye anajitokeza kuja kukukosoa au kuja kusema ubaya wowote unaofanya. Kwa nini? Kwa sababu ungekuwa ni mtu umesimama kwenye wajibu wako. Umesimama kwenye wajibu wako kufanya lile unalotakiwa kufanya. Lakini ukifika mahali ambapo haushughulikii madhaifu yaliyoko kwenye serikali yako, na kiongozi yoyote wa watu akiongea hayo madhaifu unasema anachochea chuki. Hachochei chuki. Anaongea kwamba badilisheni kitu 1, 2, 3. Vitu hivi ni vitu ambavyo ndio vinaharibu amani ya watu, kwa sababu amani ya nchi ni amani ya watu. Mtu hawezi akawa na amani ndugu yake ametekwa. Mtu hawezi akawa na amani ndugu yake hajulikani aliko. Uwezo ukawa na amani. Kwa hiyo sisi tunaoshika misingi ya kidini, umesema tuwahimize watu washike misingi ya kidini. Kushika misingi ya kidini ni popote utakapopaona pana uonevu unatakiwa upige kelele. Na hao viongozi ambao nadhani ndo wanashika misingi ya kidini, au wameshika misingi ya wazungu, sio misingi ya kidini. Dini inataka mtu apige kelele kila anapoona uonevu. Haya, umesema viongozi wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa ambavyo vinavuruga amani ya nchi. Amani ya nchi yetu na vuruga nchi yetu na vitu kama hivyo. Nikujulisha Mheshimiwa Rais, kwanza hizo ajenda zinazotoka za kisiasa. Siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii. Kila mtu duniani ni mwanasiasa. Ndio maana mimi naweza nikawa mchungaji, unaweza kuwa rais, yule anaweza kuwa baba wa familia. Siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii ambao uko katika ngazi mbalimbali. Kuna ngazi ya familia, kuna ngazi ya nyumba 10, kuna ngazi ya kata, kijiji, kata, tarafa, wilaya, hivyo. Sasa naongea nini? Kwamba kuna hoja ambazo ndio mnaziita hoja za kisiasa, kama kukatakata umeme, naita hoja ya kisiasa. Sijui serikali kununua umeme Ethiopia, mnaziita ni hoja za kisiasa. Katiba ambayo inaweza ikawa inaweka watu kwenye usawa, na watu hao wasiweko mtu anayeonewa, siweko mtu anayetumia vibaya uongozi, ndio zinaitwa sasa, hizo ni hoja za kisiasa. Haya, mambo ya utekaji, mauaji, mnaita ni hoja za kisiasa, na mnaziita zinaleta uchochezi kwa sababu tu ni hoja zinazopingana na mambo yenu.
viongozi wa dini hao wakisimama kwenye majukwaa wakasema kwamba wananchi ni wavivu sana, ndio maana serikali haipati kodi, hiyo amuoni ni hoja ya kisiasa. Ni viongozi wa dini wanasimama kwenye majukwaa, wanaongelea siasa, wanaongelea serikali, ila hawagusi udhaifu wa serikali, wanaenda kuattack raia. Hao hamuiti kwamba wanaongelea hoja za kisiasa, na nyie mnadhani hao ndio wanachochea amani, lakini kumbe hapana amani kwa wabaya, hapana amani kwa waovu, hapana amani mahali ambapo vitu vinavyoenda haviendi sawa, mahali ambapo kuna utekaji, kuna mauaji, hapawezi pakawa na amani. Au viongozi wa dini ndio wanaowachukia nyie, kwa sababu amkemeaye mwenzake, katika Mithali 28:23, amkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali. Sisi viongozi wa dini tunaowapenda ndio tunawaambia kwamba utekaji huu utaharibu uongozi wenu, mauaji haya yataharibu uongozi wenu. Sio sisi ndio tunaoharibu, mnaoharibu ni nyie ambao mnaona utekaji, mnaona mauaji na mnafumbia macho. Tunaoharibu sio sisi tunaoongea. Sisi tunaoongea tunajaribu tu kuwakumbusha wajibu wenu ni 1, 2, 3. Msiposimama kwenye wajibu huu, mambo yatazidi kuharibika, watu watazidi kuwachukia. Sasa kwa mfano hapa tulipo ni kwamba mtu akizungumzia umeme ukatakata, unasema anaingilia hoja za kisiasa. Mtu akizungumzia utekaji, anaingilia hoja za kisiasa zinazoleta mafarakano na kuvuruga nchi yetu. Sasa kweli, Mheshimiwa Rais, sisi tunaishi wapi? Kwa mfano ukizungumzia umeme ukatakata, mimi ni mchungaji, naishi wapi? Mimi natumia umeme wa mbinguni, mimi situmii umeme wa TANESCO. Kama natumia umeme wa TANESCO, kuongelea umeme kukatakata, ninakuwa naingilia hoja za kisiasa au naongelea umeme ambao natumia mimi? Mimi nafanya ibada, siku nyingine Jumapili nafanya ibada toka asubuhi hadi jioni, hakuna umeme, lakini nikipigia kelele umeme kukatakata, naambiwa naingilia hoja za kisiasa. Kwa hiyo mimi naishi wapi? Huo umeme unaokata, mimi nafanya ibada, mimi natumia umeme wa mbinguni. Kama natumia umeme wa TANESCO, kwa nini silalamikie utendaji mbovu wa TANESCO? Na kwa nini kilalamikia nionekane naingilia hoja za kisiasa? Kwa hiyo nataka nikujulishe Mheshimiwa Rais, huwezi kumtenganisha kiongozi wa watu, kwa sababu kiongozi huyo unayemwita kiongozi wa dini ni kiongozi wa watu. Wale anaowalea ni watu. Wanaweza wakawa na samaki kwenye mafriji wanaoza, nyama zinaoza, wanaofanya kazi za welding zinasimama, wanaofanya kazi mbalimbali zinazohitaji umeme zinasimama. Wale ni watu. Anaowapigia kelele wale ni watu. Wakizungumzia mfumuko wa kodi, tunawapigia kelele watu ambao tunawalea makanisani, ni watu. Huyu kiongozi wa watu ambaye unamuita kiongozi wa dini hawezi akajiepusha kuwatetea watu, kwa sababu Biblia na hiyo misingi ya kidini ndio imemwagiza kwamba awatetea hao watu. Sasa dini unayosema Mheshimiwa Rais kwamba tushike misingi ya kidini, ni dini ipi? Ni dini ya wazungu ambayo sasa kazi yake ni kutufanya tu tuwe tunalia makanisani, mwisho wa siku unaonewa au pigi kelele. Ni dini ya wazungu au dini ipi? Kwa sababu dini inayosema kwenye Biblia, mtu alivyoonewa aliongea, umenionea eneo 1, 2, 3, ndio dini ninayofahamu. Haya, lakini pia kidogo nasema majukwaa ya kidini yafafanue, yawe na kazi, yatafanya kazi ya kutuliza hali na kuleta amani pale wanasiasa watakapotibua utulivu ndani ya nchi yetu. Kwanza nikujulishe Mheshimiwa Rais, mimi sio mwanasiasa, wala sina chama chochote, wala sina itikadi ya chama chochote, sina kadi. Nenda akafuatie chama chochote, uwezo kukuta jina langu Helbert Isaac Mlelwa, uwezo kalikuta kama miongoni mwa mwanachama wa chama chochote. Lakini mimi ninachokwambia Mheshimiwa Rais, nakwambia hivi kwamba inawezekana hata wanasiasa huwa hawatibui amani, ila ndo wanataka amani yenyewe itokee, kwa sababu nimekwambia hatuwezi, au mtu hawezi akawa na amani. Mtu hawezi akawa na amani ndugu yake ametekwa. Mtu hawezi akawa na amani ndugu yake ameuawa. Mtu hawezi akawa na amani ameonewa, amenyang'anywa kiwanja. Mtu hawezi akawa na amani kazi zake zinaharibika, si umeme unakata, nyama, vitu alivyoweka kwenye mafriji vinaoza, kazi zake zinasimama. Hawezi akawa na amani. Hawezi akawa na amani ananyang'anywa kiwanja, si uwekezaji, vitu gani, hawezi akawa na amani. Kwa hiyo kiongozi wa kisiasa anapopiga kelele kwamba jamani, naomba kwa namna moja au nyingine mfanyie kazi maeneo 1, 2, 3, ile kiongozi wa kisiasa havurugi amani wala hatibui amani.
Sasa ukisema viongozi wa kidini tutulize amani, tunatulizaje? Tunaituliza kwa kuambia mfanye wajibu wenu, kwa sababu wewe kwenye sentence yako ya mwanzo kwenye hiyo hotuba ya Eid al-Fitr ulisema hivi: penye imani, penye wajibu, penye kujali kunaleta kushirikiana na kujenga umoja katika jamii. Penye imani, wajibu na kujali. Sisi tunawakumbusha wajibu wenu. Sisi kama watu wa Mungu tunawakumbusha wajibu mlionao. Hicho anachosema penye imani, wajibu na kujali, tunawakumbusha wajibu wenu, tunawakumbusha kujali, kwamba muwe mnajali raia, msiwachukulie raia kama nyani. Sasa anyway, vyovyote vile, lakini mimi naweza nikasema ni kwamba sisi ambavyo tunakuwa tunaongea madhaifu mbalimbali ya serikali na utendaji mbovu wa viongozi wa serikali, hatukuchukii Mheshimiwa Rais. Hatujawahi kumwagiza yeyote abebe mapanga aje ofisini kwako. Hata watu wakiandamana, wanaandamana maandamano ya kiamani kabisa. Wanajaribu tu kulia na kuonyesha uchungu na mateso yao. Na kulia, hata wewe Mheshimiwa Rais, ndugu yako angeuawa, angetekwa, ungelia. Tunatofautiana tu njia za kulia, lakini sijajua unajisikiaje kweli Mheshimiwa Rais, ndugu yako angetekwa, wewe usingeongea popote kweli? Eti wewe usingeongea popote kabisa kweli Mheshimiwa Rais? Unatuaminisha wewe ndugu yako angetekwa, ungekuwa tu ni mtu fulani ambaye unasema tu kwa kweli wabarikiwe sana waliomteka. Wabarikiwe sana kweli kweli kweli. Ubinadamu uko hivyo. Mbona kama ubinadamu uko hivyo, basi tutakuwa ni watu ambao dini zimetupandia ukatili mgumu sana. Kweli ndio binadamu uko hivyo. Katika Mathayo 7:12 basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na manabii. Kama wewe rais hautaki mwanao labda Abduli atekwe, pia sisi tunaweza kupiga kelele kwamba akina Deusdedith Soka wako wapi? Tunaweza kupiga kelele yule Chaula yuko wapi? Tunaweza kupiga kelele kwa sababu kama ambavyo mwanao anaweza akatekwa ukaumia, alikadhalika ndugu zetu wanavyotekwa tunaumia. Sasa hapo hatuvunji amani ya nchi, wala hapo hatudandii hoja za kisiasa. Tofautisha kati ya utu na siasa. Wewe umesema kwamba nyinyi mnalinda utu, umepewa jukumu moja kati ya kauli yako, umesema umepewa jukumu la kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, wala mtu sita kufanya wajibu wenu. Hivi kweli kulinda utu ndio hiki ambacho wanasema tukiongelea lolote ambalo mnafanya sio sawa akamatwe afungwe gerezani? Ndio kulinda utu? Kama mnalinda utu, waliotekwa wako wapi? Kama mnalinda utu, waliouawa wako wapi? Utu ndio huo kweli? Haki ndio hiyo? Haki iko wapi hiyo mnayosema mnalinda utu na haki? Hiyo haki mnayolinda iko wapi? Au mnalinda utu na haki za viongozi? Kwa sababu ni kiongozi tu akiguswa kwenye udhaifu fulani ndio inaonekana ni utu na haki haujalindwa. Kwa hiyo utu na haki unachagua watu, kwamba mtu mwingine akifanywa baya sio utu, ila kiongozi, yani mtu mwingine akifanywa baya ni utu. Kiongozi wa serikali akifanywa baya sio utu. Mtu mwingine akitekwa, akiuawa ni utu, kwa sababu mnalinda utu na haki. Ila watu wanatekwa, watu wanauawa, huo ni utu. Ila nyie mkiambiwa tu bwana, jamani, komesheni utekaji, simameni kwenye wajibu wenu. Kama ni IGP ni nani, simameni kwenye wajibu wenu, utekaji na mauaji yasimame. Sisi ndo hatuna utu. Yani nyie ndo mnalinda utu hivyo. Watu wanapotekwa hivyo, watu wanapouawa, hapo ndo mnatimiza jukumu lenu la kulinda utu na haki. Na yote anayelalamika huyo ndo anavuruga utu, anavuruga haki, anavuruga amani ya nchi. Hapana, amani sio hiyo. Hatuwezi kuwa na amani kama kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Ili tuseme tuna amani, kila kitu kinatakiwa kiwe kwenye hali iliyotakiwa. Sasa sijua Mheshimiwa Rais unavyosema tulinde misingi ya dini, unazungumzia tulinde dini ipi? Lakini dini, watu wa Mungu, katika Danieli anasema kwamba mfalme kaache dhambi yako. Hao ndo watu walioshika dini. Watu walioshika dini akina Yohana Mbatizaji, walivyoona Herode amechukua mke wa mdogo wake Filipo, walienda kumwambia si vema. Na si viongozi wa dini hatuna nguvu yoyote. Nguvu yetu ni kuongea tu, kusoma haya maandiko. Inawezekana sijajua mnayachukia maandiko, au sijajua mnachukulia dini zetu kwa sababu sasa ndo tunatumia Biblia, lakini tunawapigia kelele wanaotekwa si wote ni Wakristo. Wengine hatujui hata dini zao, ila tu utu ni kumuona mtu akiwa anaumia na wewe kulia pamoja naye. Biblia inatuagiza lieni pamoja na wanaolia.
tunaoshika misingi ya dini ndio tunayashika hayo. Tunalia pamoja na wale. Tunaona watu wanatekwa, tunalia pamoja nao. Tunahuzunika pamoja nao. Lakini sisi ndio tunaonekana tunavuruga amani ya nchi. Na wale ambao wanakuwa wanaishi kwa kusifia kila cha kusifia, wao ndio wanaonekana hawavurugi amani ya nchi. Katika Warumi 12:15, furahini pamoja nao furahio, lieni pamoja nao waliao. Tukishika misingi ya dini, tunalia pamoja na wanaolia. Tunalia pamoja na waliotekwa ndugu zao. Tunalia pamoja na waliouawa ndugu zao. Ila hao ndio wanaonekana washiki misingi ya dini, na wale wanaokuwa wanasifia kila kitu ndio wanashika misingi ya dini. Amani haiwezi kujengwa kwa kusifiana. Amani inajengwa kwa vile vitu vinavyovuruga amani. Kumwambia mtu au kumwambia kiongozi kwamba hiki ndio kinachovuruga amani, hiki kisimamishe, hiki usikifanye, kwa sababu ukiendelea ukifanya wewe ndio unayevuruga amani ya nchi. Najua niko hatari ya aina yoyote inaweza kanipata kwa sababu ya maneno haya. Lakini neno la mwisho nisemalo ni kwamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Najua Mheshimiwa Rais unaongea mbele ya viongozi wa dini kana kwamba ni miongoni mwa watu wanyenyekevu sana. Kana kwamba ni miongoni mwa watu yani ni mfia dini, unamwogopa sana Mwenyezi Mungu. Ila nikujulishe, kila nafsi itasimama mbele ya Mwenyezi Mungu na kutoa hesabu ya matendo yake. Yote unayoongea unaonekana ni kama mfia dini sana. Ila nikujulishe, nafsi yako itasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Tulikuja uchi duniani, tutaondoka uchi. Ni kweli yale ambayo tunaona kama viongozi wa dini wanatuharibia, tunakuwa tunalinda maslahi zetu, tunalinda vyeo, tunalinda uwezekano wa kupata pesa, tunalinda uwezekano wa kupata mali. Lakini ukweli ulivyo ni kwamba uwezekano wa kupata hizo pesa, uwezekano wa kupata hizo mali tutaziacha. Mheshimiwa Rais, wewe ni Muislamu na unaiamini Qur'an tukufu, utazikwa kwenye kaburi bila hata jeneza, watakuviringisha sanda tu, kaburi ikiwa limechimbwa na mwanandani. Angalau Wakristo wanazikwa na jeneza. Mheshimiwa Rais, wewe ni Muislamu, dini yako tukufu inaamini kuzikwa ukiwa hata bila jeneza. Mali na vitu vyote ambavyo inawezekana sasa labda ulikuwa unalinda uongozi ili ujipatie hizo mali, ili ujipatie hivyo vitu vyote, utaviacha, utaondoka bila kitu. Tulikuja uchi duniani, tutaondoka uchi duniani. Mwanadamu, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hata kama sisi tunaotetea utu wa watu, tunaotetea waliotekwa, tunaotetea waliouawa, tunaotetea haki za watu, tunaotetea uonevu mbalimbali, tutauawa ama tutaondoka. Tunaamini Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi, ambaye hana mipaka ya dini, hana mipaka ya ukanda, kwamba mimi ni wa Zanzibar au mimi ni wa bara. Yeye anaweza kuja kutokeza haki ndani ya nchi hii. Hakika dua na maombi yetu yatajibiwa kwa njia yoyote. Nikujulishe Mheshimiwa Rais, tusilinde vyeo kiwango cha kukubali watu wauawe, watu watekwe na kufumbia macho hivyo na kumuona yeyote anayepigia kelele hivyo ni adui. Hapana, tusilinde vyeo kiwango hicho, kwa sababu kila nafsi itasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoa hesabu. Narudia tena, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kama sisi tunaopigia kelele utu na haki tutapotezwa kwa sababu ya kile mnachokiita kwamba hamtafumbia macho yeyote anayevuruga amani ya nchi. Ila sisi, yani nyie mnalinda utu kwa kuwaona watekaji na kunyamaza kimya. Nyie ndo mnalinda utu. Kumbe utu haulindwi hivyo. Nyie mnatafsiri utekaji, kuona utekaji na kunyamaza kimya, mnalinda utu. Kuona mauaji na kunyamaza kimya, mnalinda utu. Kuona utekaji na kutokuchukua watu wote, mnalinda utu. Mtu akipiga kelele jambo lolote, tumeshuhudia kwenye hii miaka yako ya kuongoza, tumeshuhudia watu wananyang'anya viwanja, wawekezaji wananyang'anya viwanja maeneo mbalimbali, Mbeya, sio Kilosa, wapi, maeneo mengi, Kia kule Arusha, ni maeneo mengi. Watu wamenyang'anya viwanja, watu wamelia, Lazaba huko wapi, watu wamelia hiki kipindi, wamelia wa viwanja, wamelia wa utekaji, wamelia. Lakini ninyi mnasema kwamba mnalinda amani ya nchi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tulikuja duniani tu uchi, tutaondoka tu uchi. Mnaolinda vyeo, tutaondoka tu uchi. Utaondoka ukiwa umezikwa kwenye kaburi bila hata jeneza, ukiwa umezikwa na sanda peke yake. Una faida gani? Utapata faida gani? Itakufaidia nini kulinda cheo chako kwa kuwafunga watu, kuwateka watu, kuwaumiza watu ambao ni watu wa Mungu? Itakusaidia nini? Utatoa hesabu? Utatoa hesabu yoyote? IGP yoyote,
kiongozi yeyote, waziri yeyote, mkuu wa mkoa yeyote, mbunge yeyote, rais yeyote unayehusika na utekaji huu, unayehusika na uonevu huu, ambao kila kiongozi wa dini akipiga kelele haraka sana mnakimbilia kusema anaharibu amani ya nchi. Yeyote unayehusika, na kuhakikishia utatoa hesabu ya utekaji huo, ya mauaji hayo, ya uonevu huo mbele ya Mwenyezi Mungu. Utatoa hesabu, iwe unaamini iwe uamini. Mimi mjumbe huyo Mungu nasema utatoa hesabu. Tusilinde vyeo kwa staili kama hiyo. Tusilinde vyeo na ulaji kwa staili kama hiyo. Hapana, hiyo mimi nakataa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nimalize kwa kusema sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, na inawezekana hata mimi nitaingizwa gerezani kwa sababu ya maneno mithili ya haya, lakini pamoja na hayo ninaamini Mungu mhukumu wa haki atakuwa pamoja nami hata ukamilifu wa dahari, na hata nikifa naamini Mungu aweza kuja kuleta hesabu ya jitihada na bidii yangu ya kulia pamoja na wale waliokuwa wanalia sababu ya utekaji, mauaji na vitu vingine kadha wa kadha. Bwana yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Hii ndio maana le neno Maranatha. Iwapi njia iliyo njema? Hii ndiyo njia iliyo njema, yaani usilopenda kutendewa usimtendee mwingine.